Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 4, na mada ambayo tunaangazia katika juma hii ni mgogoro ulio nyuma ya migogoro yote, ikiwa ni katika wiki ya Oktoba 18 hadi Oktoba 24. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza uchambuzi wetu, tutaalika uwepo wa Roho Mtakatifu kupitia kwa njia ya ombi. Mwalimu Antoni, karibu kwa ombi. Tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu, asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa kuwa pamoja nasi, asante kwa siku njema uliotubariki nayo. Tunapoenda kujifundisha neno lako, tunaomba Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba pia na kuamini. Amina. Na mfungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Yoshua, sura ni ya 10, aya ni ya 14. Mwalimu, inasema haikuwapo siku nyingine mfano wa siku hiyo katika siku zilizotangulia mbele yake, wala katika hizo zilizoandamana baada yake. Hata ikawa yeye Bwana kuisikia sauti ya binadamu, kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya Israeli. Tukisoma kurasa za Yoshua tunakabiliana na mashambulizi makali ya kijeshi yanayofanywa kwa amri ya Mungu, kwa jina la Mungu na kwa msaada wa Mungu. Wazo kwamba Mungu ndiye aliyechochea ushindi wa Kanaani limeenea katika kitabu cha Yoshua, nalo laonyeshwa katika madai ya msimulizi, katika maneno ya Mungu mwenyewe, katika hotuba za Yoshua na Rahabu na wapelelezi, na kwa watu. Mungu anadai kuwa mwanzilishi wa vita hivi vikali. Uhalisi huu unazua maswali yasiyoweza kuepukika. Je, tunawezaje kuelewa kwamba watu waliochaguliwa na Mungu walitekeleza mambo kama haya katika nyakati za Agano la Kale? Je, inawezekanaje kupatanisha sura ya Mungu mpiganaji vita na tabia yake ya upendo bila kufifisha uaminifu, mamlaka na historia ya Agano la Kale? Kwa hivyo nakuomba uweze kujiunga na sisi katika kudadavua mada ya wiki hii, ili uweze kujifahamisha zaidi, ili uweze kuelewa ni kipi ambacho kinazungumziwa. Je, inakuwaje Mungu ni mtu wa vita na vile vile Mungu ni upendo? Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumapili, ambayo ni amiri jeshi la Bwana, na somo letu litakuwa limejengeka katika kitabu ni cha Yoshua, sura ni ya 5, aya ni ya 13 hadi 15. Mwalimu, sijui kama unatusomea. 5:13 mstari wake unasema hivi: kwa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mume akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Joshua akamwendea na kumwambia, je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini nimekuja sasa nili amiri wa jeshi la Bwana. Joshua akapomoka kiusouso hata nchi, naye akasujudu, akamuuliza, Bwana wangu, aniambie nini mimi mtumishi wake? Na mwalimu, soma 15 vile vile. Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Mwalimu, sijui huyu ambaye anatokea hapa ni nani? Mwalimu, na ni kipi ambacho kitatufahamisha kwamba huyu ni nani? Mwalimu, huyu bila shaka ni Yesu Kristo. Maana anajitambulisha kama amiri wa jeshi la Bwana. Tunaona Yoshua anaanguka chini na kuweza kumsujudu. Mwalimu, katika kitabu cha tusomee Yoshua 5:14 pale. Yoshua 5:14 nasema, akasema, la, lakini nimekuja sasa nili amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiusouso hata nchi, naye akasujudu, akamuuliza, Bwana wangu, aniambia nini mimi mtumishi wake? Yoshua anakiri kwamba huyu ni bwana wake na pia ni amiri mkuu wa jeshi. Mwalimu, tuone ni wapi pengine ameweza kushuhudiwa. Tuende katika Nehemia 9:6 ili tuone, je, kuna mahali kwingine
huyu amiri mkuu wa jeshi ameweza kushuhudiwa? Nehemia 9:6 inasema, Ezra akasema, wewe ndiye Bwana, wewe pekee yako, wewe uliyefanya mbingu za mbingu pamoja na jeshi lake lote, dunia na vyote vilivyomo, bahari na vitu vyote vilivyomo, nawe unavihifadhi vitu hivi vyote, na jeshi la mbinguni la kusujudu wewe. Kwa hivyo jeshi la mbinguni linamsujudu. Naam. Na Nehemia anasema ndiye muumbaji wa kila kitu na anahifadhi. Mwalimu, tunajua aliyeumba ni Yesu. Kwa hivyo kwa kuwa jeshi linamsujudia, ni yeye amri mkuu wa jeshi, kulingana na Yoshua vile alisema, wewe ndiwe amiri mkuu wa jeshi. Mwalimu, vile vile tunajua anayesujudiwa ni nani? Ni Mungu pekee. Naam. Malaika hasujudiwi bila shaka, na vile vile kiumbe hakisujudiwi. Kwa hivyo ndiposa aweze kusujudiwa ni kumaanisha kwamba alikuwa ni Mungu. Ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo sura ni ya 19 aya ni ya 10, inasema, nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie, akaniambia, angalia usifanye hivi, mimi ni mjoli wako wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa hivyo amsujudie nani? Mungu. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu pekee ndiye anapaswa kusujudiwa. Mwalimu, na ukiangalia 5:15 pale mwishowe tunaona huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Yoshua akafanya vivyo. Mwalimu, tunakumbana wapi na kauli kama hii katika Agano la Kale vile vile? Ni katika Moses, mwalimu, pale Musa anapokutana pia na Mungu. Anamwambia aweze kuvua viatu. Mwalimu, tusomee kitabu ni cha Kutoka 3:5 kwa sababu tunakutana na kauli kama hii. Naam. 3:5 mwalimu, inasema naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Ni nchi takatifu. Mwalimu, tusomee vile vile kitabu ni cha Kutoka 29:43 tuweze kuona ni nani, ni vipi mahali panakuwa patakatifu, ama ni kipi kinafanya mahali kuwa patakatifu. 29 ngapi mwalimu? 29:43 inasema, nami nitakutana na wana wa Israeli hapo, na hiyo hema itafanywa takatifu na utukufu wangu. Kwa hivyo utukufu wa Mungu ndio ambao unafanya mahali kuwa patakatifu. Kwa hivyo pale anaposema mahali pale ni patakatifu, ni kumaanisha utukufu wa Mungu uko pale. Kwa hivyo Mungu mwenyewe alikuwa pale. Kumbuka huyu ni Kristo kabla hajafanyika mwili. Naam. Kristo kabla hajafanyika mwili. Mwalimu, tunaona kwamba mwandishi wa lesoni amesema kabla Kristo hajafanyika mwili, anaonekana kwa Yoshua si tu kama mshirika au hata amiri wa kweli wa jeshi la Israeli, bali kama amiri wa jeshi lisiloonekana na halisi la malaika anayehusika katika pambano kubwa zaidi kuliko lile la Yoshua na Wakanaani. Jibu la Yoshua linaonyesha waziwazi kuelewa kwake utambulisho wa amiri. Yeye ni sawa na Mungu na Yoshua anaanguka kifudifudi mbele zake kama ishara ya heshima kubwa na ibada. Yoshua yuko tayari kupokea mkakati wa vita kwa ajili ya shambulizi la kijeshi ambalo ni sehemu ya pambano kubwa zaidi ambalo Mungu wa majeshi mwenyewe anahusika. Mungu mwenyewe anafanya nini? Anahusika pale. Mwalimu, na tunajua Yesu atakapokuwa anarudi mara ya pili, yeye ndiye atakayeliongoza jeshi. Atakuja na malaika. Kwa hivyo yeye ndiye atakuwa amiri wa jeshi la mbinguni. Kwa hivyo ni shauku yangu kwamba umeweza kutambua huyu ni nani. Huyu hakuwa kiumbe yeyote, alikuwa ni Yesu Kristo kabla ya kufanyika mwili. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambayo ni vita mbinguni. Mwalimu, vita mbinguni chimbuko lake linakuwa kuhusu nini, na ni kipi ambacho kinaleta haya yote? Mwalimu, vita mbinguni ilianza pale Lucifer alijawa na kiburi na akaweza kuona kama mamlaka ya Mungu hayafai, na akaweza anzisha vita pale mbinguni ili aweze kupigana na malaika wa Mungu ama na Mungu ama na mwana wa Mungu. Mwalimu, kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo Yohana
kuanzia mstari wake wa 7 pale, nitaweza kusoma. Inasema, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule njoka. Yule njoka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahala pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule njoka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hivyo tunaona chimbuko la vita kuu ni mbinguni. Vita vinaanza mbinguni. Mwalimu, sijui kama utatusomea kitabu ni cha Ezekieli 28, 14 na 15 na 18. Ezekieli 28. Naam, 14 na 15. Alafu utaruka hadi 18. So nianze 10 na ngapi mwalimu? Anza 14 na 15. 14 inasema, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta, afunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Mwalimu, 18. 18 inasema, kwa wingi wa maovu yako, katika uovu wa uchuuzi wako, umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao umekuteketeza. Nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi machoni pa watu wote wakutazamao. Mwalimu, kijana tulizungumzia sanduku la agano ambalo tulisema lilikuwa patakatifu mno. Na tuliweza kusema pale katika sanduku la agano kulikuwa na nini? Amri za Mungu. Kulikuwa na amri 10 za Mungu. Vile vile kulikuwa na nini? Fimbo ya Haruni. Vile vile kulikuwa na mana. Lakini tunajua pale katika sanduku la agano kulikuwa na wale makerubi wawili umefunikia pale juu ya kiti cha rehema. Kwa hivyo kwenye kiti cha rehema juu yake kulikuwa na makerubi wawili. Na Biblia inatuambia katika kitabu ni cha Ezekieli 28:14 kwamba Shetani alikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Mwalimu, sijui kama unajua kazi ya kifuniko ni gani? Ni kuzuia pale ama ni kuzuia ama kulinda. Kwa hivyo Shetani alipaswa kuzilinda sheria za Mungu, kwa sababu kwa wale makerubi wawili chini yake kulikuwa sanduku la agano ambamo tumesema ndani yake kulikuwa na sheria za Mungu. Lakini Shetani ambaye alipaswa kufunika ama kuzilinda zile amri za Mungu anaanzisha uovu, kwa sababu 15 inasema uovu ulipatikana ndani yake. Mwalimu, uovu ni nini kwa mujibu wa Yohana 1:3-4? Ni kuzivunja sheria za Mungu. Kwa hivyo uovu huu ambao Shetani anaanzisha, aliweza kuvunja sheria za Mungu, na anapovunja sheria za Mungu tunajua anadanganya malaika kwa njia ya hila. Anawakokota, na anapowakokota tunajua theluthi ya malaika. Ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 12:4 nasema, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi na yule joka. Na tumesema ameweza kutumia udanganyifu. Kwa hivyo tunaona kwamba chimbuko hili linaanza mbinguni kwa yule ambaye alikuwa karibu sana na Mungu. Aliweza kuzivunja zile sheria za Mungu. Na mwalimu, vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Isaya 14:12 hadi 14 tunaona alitaka kujiinua zaidi ya Mungu. Mwalimu, sijui kama utatusomea Isaya 14:12 hadi 14. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe ulioangusha mataifa. Na ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa makutano katika pande zote, katika pande za mwisho za kaskazini. Kwa hivyo Shetani alikitamania kiti cha Mungu na ndiposa anaanguka. Na tunajua katika kuanguka kwake anaanguka na theluthi
ya malaika. Mwalimu 14 inasema nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye. Kwa hivyo alitaka kufanana na Mungu. Mungu alitaka utukufu wa Mungu. Naam. Lakini kumbuka alipaswa kuangaza utukufu wa Mungu kwa sababu alikuwa akifunika na utukufu wa Mungu ulikuwa pale chini. Kwa hivyo wanapopata ule utukufu wa Mungu alifaa kureflect. Kwa hivyo hata sisi tunapaswa kuangaza utukufu wa Mungu, si kujiwekea. Shetani alitaka kujiwekea, na tunaona baada ya hii kukawa kumeanza vita mbinguni, na ndiposa nafasi inakosekana pale, shetani anarushwa katika ulimwengu huu. Naam. Mwalimu, kwa hivyo hilo ndilo chimbuko la vita mbinguni. Mwalimu, siku ya Jumanne ni Bwana ni shujaa. Sijui ulijifunza nini? Mwalimu, katika Bwana ni shujaa tunaona Bwana ndiye anapigana vita za watu wake ama za wana wa Israeli pale. Ambapo tulianzia na kusema tukisema Bwana ni mtu wa vita, na tena tukuja tuseme ni mwingi wa rehema. Anakuwa mtu wa vita kivipi? Mwalimu, tuende katika kitabu chake cha Kutoka pale. Kutoka ngapi? 15:3 tuanze. Na mwalimu umesema kitabu ni cha Kutoka, sura ni ya 15 na aya yake ni ya 3. Neno la Mungu linasema Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Bila shaka. Kwa hivyo Bwana hapo inasema ni mtu wa vita na jina lake ni Bwana. Lakini ukienda 34:6 hapo hiyo Kutoka 34:6 34:6 inasema Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Bila shaka. Kwa hivyo Bwana ni shujaa wetu, maana anatupigania vita na anajitangaza yeye ni Bwana wa vita. Mwalimu, lakini vizuri kuweka ya kwamba ni wa vita kwa ambao wanamuasi, kama vile ukisoma 25:6 pale Kutoka inasema anafuatiliza maovu kwa kizazi cha pili na cha tatu kwa wale wa mchukiao, na kuwa rehemu maelfu na maelfu. Kwa hivyo Bwana ni shujaa wetu, ndiye anatutangulia katika vita na ndiye mwenye kuturehemu katika migogoro yote. Nyuma ya pazia, mwalimu, kuna the physical ambayo ni mapigano ya kimwili, na kuna mapigano ya kiroho ambayo hayaonekani. Kwa hivyo nyuma ya pazia tunajua, mwalimu, mchakato mzima ni mapigano ya kiroho. Lakini katika hali ya mwili tunaona kwamba kuna kule kupigana ambako Mungu anajaribu kuingilia ili kuweza kuokoa watu wake. Mwalimu, lakini halikuwa kusudi la Mungu kwamba watu wake waweze kuishia hapa, kama vile ambavyo tutaona siku ambayo inafuata. Ni kuna kitu ambacho kinachochea kwamba Bwana lazima aweze sasa kufanya nini? Aweze kufanya vita ili aweze kuwa upande wa Israeli. Mwalimu, dhana ya kuangamizwa kabisa kwa Wakanaani lazima ieleweke kwa msingi wa mtazamo wa ulimwengu wa kibiblia, ambapo Mungu anahusika katika mzozo wa ulimwengu na waenezaji wa uovu katika ulimwengu. Kilicho hatarini hatimaye ni sifa ya Mungu na tabia yake. Mwalimu, kama vile Warumi 3 ambayo inasema binadamu ajulikane kwamba yeye ni mwongo na Mungu ni mkweli. Kwa sababu sasa, mwalimu, unajua pale akiingilia kati kuna watu ambao wanahoji inakuwa kuwa vipi katika Agano la Kale Bwana anaonekana kana kwamba anaagiza watu waweze kuuawa. Na anaweza kupigania watu fulani. Kwa hivyo kuna watu hili bado halijaingia kwenye kichwa. Lakini kumbuka tumesema katika nyuma ya migogoro yote kuna mgogoro ambao ulianza mbinguni, ambao tunasema kwamba vita tunavyopigana navyo, mwalimu, si vya damu na nyama bali ni vya kiroho. Mwalimu, kwa hivyo nyuma ya pazia mchakato mzima uko pale. Ni kweli mwalimu, juu ukisoma Ufunuo 19:11 inasema, kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Kwa hivyo mwalimu, vita ambayo Mungu anahusishwa ni vita ya kiroho sana. Kwa kuweka context, anasaidia watu kuweza kushinda vita
za kiroho na maovu za na ile za mwovu shetani. Mwalimu, na tunaona kwa kuwa dhambi imeingia katika maisha ya mwanadamu, hakuna mtu anayeweza kusimama kwa msingi wa kutoegemea upande wowote. Lazima mtu awe upande wa Mungu au upande wa uovu. Kwa hiyo, kwa kuzingatia mambo haya, kuangamizwa kwa Wakanaani kunapaswa kuangaliwa kama mfano wa hukumu ya mwisho. Kwa sababu mwalimu, hatima ya watu inajulikana. Mungu anajua, labda kama wangewapatia muda wa kuishi, labda hawangefanya mageuzi. Tunajua mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo hapa wanafikia mauti yao tu haraka, lakini tunajua mwishowe kutakuwa na mauti na uzima wa milele. Kwa hivyo ni sisi tuweze kujua tutakuwa upande gani. Kwa sababu ni sisi tuweze kumuagiza Bwana aweze kuwa shujaa wetu. Kwa sababu iwapo hatutampatia nafasi ya kuwa shujaa wetu, tutaangamia kama wale ambao walikuwa wakiangamizwa. Lakini iwapo tutamkubali Kristo aweze kuwa Bwana na shujaa wetu, ataweza kutupigania vita. Bila shaka. Na mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumatano ambayo ni Bwana atakupigania. Mwalimu, tumesema kwamba kusudi la Mungu lilikuwa wana wa Israeli wafike nchi ya ahadi bila pingamizi yoyote. Lakini mwalimu, hata kabla hawajakwenda mbali washaanza manunguniko. Manunguniko yakaanza. Kwa hivyo Mungu ikawa sasa lazima aweze kuwashirikisha wao katika vita hivi ambavyo alipaswa kuwapigania. Kusudi la Mungu lilikuwa awapiganie. Lakini hawa walikuwa watu wenye shingo ngumu. Walikuwa watu wakaidi. Kwa hivyo sasa inabaki kwamba kizazi hiki ambacho kilikuwa kimekosa imani kwa Mungu, kizazi hiki ambacho kilikuwa kinaasi, kizazi hiki ambacho kiliweza kusahau ahadi za Mungu, lazima kitekeleze jambo fulani. Sasa lazima kiwe mshirika katika vita hivi. Mwalimu, sijui kama utaweza kutusomea kitabu ni cha Kutoka 14:13 ili tuweze kuona dhana hii. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hawa Misri mlio waona leo hamtawaona tena milele. Bwana atapigania nyinyi, nanyi mtanyamaza kimya. Mwalimu, sijui unaweza ukazungumzia nini katika kipengee hicho? Mwalimu, kama vile umetangulia kusema, Mungu alikuwa wapiganie. Hawakuwa wakue kwa vita yoyote ya kimwili. Mungu alikuwa amewapangia njia yao vyenye watapita salama waweze kufika pale Kanaani ama nchi ya ahadi. Na kumbuka amewatoa katika mateka ya mfalme wao. Kwa hivyo hangekuwa anawatoa kwa vita ama mahali wanateswa akiwa na hatima ya kuwamalizia jangwani. Walikuwa watii amri zake na yeye aende nao aweze kuwafikisha nchi ya ahadi salama, sababu alikuwa ashawaahidi. Lakini ilikuwa conditional that lazima pia wao waweze kuzingatia amri za Mungu ili waweze kufika salama. Lakini na Musa anawakumbusha mwalimu kwa mjibu hiyo somo kwamba tulieni muone vile Mungu atakavyo wapigania nyinyi. Bwana atawapigania nyinyi, nanyi mtanyamaza kimya. Kwa hivyo hawakuwa wafanya lolote, ila sababu ya mioyo yao migumu waliweza kumuasi Mungu na kutofanya kulingana na mapenzi yake, ikabindi pia wao wakuwe nini? Wahusika kwa vita. Mwalimu, unakumbuka kuna wakati pia hawakuwa wameagizwa kwenda vitani, lakini wakaamua kwenda vitani na waliweza kutandikwa. Kwa hivyo tunaona kwamba kutoamini kwao ndiko ambako kunachochea. Mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Kutoka 14:25 inasema hivi, akayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Kwa hivyo Wamisri vile vile wanatambua kwamba vita ambavyo walikuwa wakipigana na Israeli si Waisraeli walikuwa wakivipigana, ni vita ambavyo ni Mungu. Ndiposa mwalimu, katika 14:13 tuliweza kumuona mtumishi wa Mungu akiwaambia waweze kusimama waone, ili waweze kuona
kushuhudia Mungu akiwapigania. Mungu akiwapigania. Kwa hivyo hata sisi leo Mungu anatuambia kwamba yuko upande wetu. Tunachopaswa kufanya ni kufanya nini? Mapenzi yake. Ni kufanya mapenzi yake na kuamini kwamba Mungu anatupigania. Tunajua sisi wenyewe kwa nguvu zetu hatuwezi. Lakini tunapomshirikisha Mungu katika vita vyetu tutashinda. Lakini mara nyingi Wakristo inapata kwamba sisi tunakuja mwishowe. Mwalimu, unajua pale ambapo vitu vimekwama ndio unakumbuka sikuanza safari hii na Mungu. Ndio unakumbuka mwalimu ulianzia na waganga. Naam, unakumbuka ulianza na waganga, ukarudi ukaenda kwa huyu. Pale ambapo vitu vimegonga mwamba. Lakini tunahimizwa hapa tuweze kumuanzisha Mungu katika hatua ya kwanza. Na kamwe ulimwengu utaweza kusema kweli huyu ako na Mungu na ni Mungu anampigania. Mwalimu, ukisoma katika kitabu The Signs of Time Septemba 2 mwaka wa 1880 inasema hivi: Mungu hakupanga kwamba Israeli wapate nchi ya ahadi kwa vita, bali kupitia utii tu kwa amri zake. Kama vile walivyokombolewa kutoka Misri, Mungu angepigana vita vyao kwa ajili yao. Walichopaswa kufanya ni kutulia tuli na kushuhudia uingiliaji kati wake mkuu. Historia inaonyesha kwamba wakati wowote Israeli ilipokuwa na imani ya kutosha kwa Mungu, hawakuhitaji kupigana. Na pindi tu walipokuwa hawana imani, walikuwa wanapigana na wanatandikwa. Kwa hivyo mwalimu, tunaweza kujifunza nini katika haya yote? Tumtangulize Mungu katika kila jambo ambalo tunalolifanya, maana kuna mpango nasi, na tukiwa pamoja naye ataweza kutupigania bila shaka. Na mwalimu, kwa hivyo tunaona kwamba mpango bora wa Mungu ulikuwa kwamba Israeli wasiweze kujihusisha na vita, Mungu angewapigania. Lakini mpango ambao unatokea baadaye ni kwamba wanakiuka kanuni za Mungu, na kwa hivyo sasa inakuwa lazima waweze kupigana. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Alhamisi ambao ni chaguo la pili bora. Siku ya Alhamisi ni chaguo la pili bora. Kutoka 17:7 hadi 13, na vile vile Yoshua 6:15 hadi 20. Mwalimu, kuna mambo ambayo yanajidhihirisha pale. Mara ya kwanza Israeli ilipigana baada ya kutoka imeandikwa katika kitabu cha Kutoka 17 ambapo Israeli walijilinda dhidi ya Waamaleki. Israeli ilikuwa imejiona nguvu kuu za Mungu katika kuwatesa wa Misri na kuongoza Israeli kwenye uhuru. Tumeona kwamba mpango wa awali wa Mungu kwa Israeli haukujumuisha kupigana na watu wengine. Lakini muda mfupi baada ya kukombolewa kutoka Misri, Waisraeli walianza kunungunika njiani, hata kutilia mashaka kuwapo kwa Mungu katikati yao. Ilikuwa wakati huu ambapo Amaleki walikuja kupigana na Israeli. Hii haikuwa kwa bahati mbaya. Mungu aliwaruhusu Amaleki washambulie Israeli ili wajifunze kumwamini tena. Mwalimu, tutasoma kitabu ni cha Kutoka 23:28 inasema, nami nitapeleka mavu mbele yako watakao mfukuza Mhivi na Mkanani na Mhiti watoke mbele yako. Kwa hivyo kusudi la Mungu lilikuwa aweze kuwapigania. Lakini wanaamua kujipigania wenyewe, wanaamua kufanya maneno kwa weredi wao bila kutozingatia. Na tumesema malalamishi ambayo walikuwa nayo, kunungunika, kunachochea mchakato mzima. Mwalimu, tunaona kwamba kanuni zake zisiporidhiwa, Mungu hushuka hadi kwenye kiwango ambacho watu wake wako, akiendelea kuwaita warudi kwenye mpango bora. Ndiposa Mungu anaweza kuhusisha Waamaleki, wale ambao walikuwa Israeli ilikuwa ikiwapiga, lakini sasa wanakuja kuwapiga wao. Ni kana kwamba Mungu anataka sasa kuwarudi. Anatumia fimbo
ambayo walikuwa wakitumia. Sasa Mungu ni wakati wake wa kuweza kuonyesha ni wakati wa nyinyi kujirudi, mumeniacha. Tunaona kwamba ama kweli sheria ya vita ukisoma katika kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati 20 ilitolewa tu baada ya miaka 40 ya uzoefu wa jangwani, ambayo pia ilisababishwa na kutoamini kwa Israeli. Mazingira mapya yalidai mikakati mipya, na hapo ndipo Mungu alitaka Israeli iwaangamize kabisa Wakanaani. Walimu, kwa hivyo tunaona uovu wao unachangia pia taifa la Kanaani kuweza kuangamizwa. Na tunajua mwalimu, katika picha nzima tumesema kuna uovu na wema. Mwalimu, tunaona kando na ukweli kwamba vita vilikuwa hitaji la lazima kwa Israeli, pia ingekuwa jaribu la uaminifu wao kwa Yehova. Mungu hakukata tamaa juu yao, bali aliwaruhusu washuhudie nguvu zake kwa kupata utegemezi kamili kwake. Kushiriki kwa Waisraeli katika ushindi huo kunaonekana wazi kutokana na hitimisho lililotolewa na Yoshua mwishoni mwa kitabu. Hapa Wakanaani wanasemekana kuwa walikuwa wakipigana na Waisraeli. Ingawa kuanguka kwa kuta za Yeriko kulikuwa tokeo la muujiza wa kiungu, watu wa Israeli walipaswa kushiriki kikamilifu katika vita na kukabiliana na upinzani mkali wa wakaaji wa mji huo. Kushiriki kwao Israeli katika vita vya silaha kukawa njia ya kukuza imani isiyo na masharti katika msaada wa Yehova. Mwalimu, sijui kama umepata hilo. Kushiriki kwa Israeli katika vita vya silaha kukawa njia ya kukuza imani isiyo na masharti katika msaada wa Yehova. Hata hivyo, Israeli daima ilikumbushwa, ukisoma Yoshua 7:12 na 13, kwamba matokeo ya kila vita hatimaye yalikuwa mikononi mwa Bwana, na njia pekee ambayo wangeweza kuathiri matokeo ya pambano la kijeshi ilikuwa kupitia mtazamo wao wa imani au kutoamini ahadi za Bwana. Chaguo lilikuwa lao wenyewe. Mwalimu, kumbuka binadamu ni kiumbe mwenye uhuru wa kuchagua. Na katika chaguzi zetu ni sisi tuweze kujua, je, tutamruhusu Bwana awe amiri jeshi wetu ama tutakuwa upande wa shetani. Na hivi vyote mwalimu viko na repercussion, viko na athari yake. Bila shaka. Mwalimu, usijui umejifunza nini tukitamatisha? Mwalimu, katika 17:3 Kutoka, wana wa Israeli tunakutana nao wakimnungunikia Musa. Wanamwambia, ulitutoa Misri ukuje kutuia jangwani kwa kiu. Kwa ile kumnungunikia Musa ni kama kumnungunikia Mungu, sababu Musa anatenda kama anavyoagizwa na Mungu. Ukikuja kwa Yoshua 18 pia tunakuta Mungu sasa anaambia Yoshua, hao watu nimewawekea mikononi mwako ili uweze kuwashinda. Na jaribu mwalimu kusema hivi, sisi ama wanadamu ndio wanafanyanga uchaguzi. Amua kuchagua njia ambayo ni ya mauti, bila shaka utaweza kuangamia. Lakini wokovu wa Mungu bado huko hapo. Ukiamua kuchagua wokovu, unaweza kufanya nini? Kuokolewa mwalimu. Ndio maana tukikumbuka pale pia kulikuwa na mahali walifika jangwani kukakuwa na nyoka sana. Mungu akaweza kuambia Musa aweze kutengeneza lile njoka la shaba. Ili unapoumwa na nyoka pale, ukimtizama yule pale mtini unaweza kupona. Lakini kulikuwa na kutoangalia, kulikuwa na uamuzi. Si lazima, unaweza kataa kuiangalia na hakika yake utakufa. Kwa hivyo sisi wa Kristo siku hizi tunakuchagua, aidha tuamue tunamfuata Yesu ama tuamue hatumfuati. Hakuna hapa katikati. Ni aidha uko kwa Yesu ama uko kwa ibilisi shetani. Uchaguzi wote ni wa kila mtu na matunda yake atavuna baadaye. Mwalimu, kwa hivyo tunaona ni wale tu ambao waliweza kuangalia yule joka wa shaba waliopona. Wale ambao hawakumwangalia yule joka wa shaba waliangamia. Kwa hivyo na hata sisi tunapaswa kumwangalia Kristo kupitia kwa njia ya imani ili tuweze kupata kuokolewa. Bila shaka. Mwalimu, na katika somo la 4 ambao tumesema ni mgogoro ulio nyuma ya migogoro yote, tumeweza kuona kwamba tabia inadhihirishwa katika mgogoro. Mwalimu, unajua pale ambapo tuko katika nchi ya amani,
tabia yako inaweza isikadhihirishwe mwalimu. Sijui kama unajua mpiaro. Mpiaro ni mtu ambaye anapenda kutukana. Unajua unaweza ona mtu uone ametulia lakini haujajua tabia yake. Labda ukimfanyia mchezo kidogo hivi ndio anakutusi. Ndio unakuja kujua kumbe huyu jamaa ana matusi. No. Kumbuka mgogoro umedhihirisha tabia yake. Kwa hivyo hata sisi mgogoro mwalimu wakati mwingine unatudhihirisha kwamba tuko upande gani. No. Ni mpaka pale ambapo tunaleta kwenye majaribu kama wana wa Israeli pale ambapo majaribu yalipoanza kuingia ndipo waliweza kujua watachukua mkondo upi. No. Mwalimu sijui kama utatusomea kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 3:10. Wakorintho wa kwanza 3:11 inasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. 12. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Mwalimu, nini kinadhihirisha 13? Maana siku ile itadhihirishwa kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu na ya namna gani. Alafu 14. Kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Mwalimu, kwa hivyo majaribu yako pale kuweza kujua tumejengeka wapi. Naam. Na majaribu yanapoingia mwalimu, ni wakati wetu wa kuweza kumtumainia Bwana ambaye ni amiri jeshi mkuu, ambaye ni Bwana wa mabwana, ambaye katika siku ya Jumanne tulisema kwamba Bwana ni shujaa. Ni wakati wa kuweza kumtegemea Bwana ambaye ni shujaa ili kuweza kutupigania katika majaribu yote. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, natumai kwamba unazidi kubarikiwa popote ulipo. Mwalimu, utatutamatishia kwa ombi. Tuweze kuomba. Asante Mungu, tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa somo nzuri ambalo tumeweza kujifundisha. Tunaomba ukatufunulie mengi, na kama kuna kitu tunasema kinyume na mapenzi yako, katusamehe na ukakivute katika nyoyo zetu. Kaa na kila mmoja wetu, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba pia na kuamini. Amina.